Kwani agano maana yake ni nini? Lazima kwanza tuangalie hiyo, ndio itatusaidia kuweza kuelewa. Maana neno agano ni neno la Kiswahili, ni vyema tukaangalia katika kamusi ya Kiswahili ili iweze kutusaidia kupata ni nini kilikuwa kikizungumzwa hapo. Katika kamusi ya Kiswahili sanifu inasema agano, tokeo la kupatana, kukubaliana, ahadi, mapatano. Unaona Kwa hivyo kumbe agano ni mapatano. Agano ni mapatano. Si ile ambayo watu wanakuwa wakiwaza. Agano ni mapatano. Kwa hivyo tunapokuja kueleza kwamba nini maana ya agano jipya na nini maana ya agano la kale, tunakuja kuona kumbe kuna mapatano ya kale na mapatano mapya. Kwa hivyo katika kitabu sasa cha Waebrania ndio tuanzia hapo, kitatuelekeza vizuri agano jipya hasa ni nini, au hili ambalo Mungu amekubaliana sasa kwa ajili ya kulifanya ni lipi. Unaona, kulikuwa na kawaida za ibada wakati wa nyuma, wakati wa agano la kale. Ndio unaona katika vitabu kabla ya kitabu cha Mathayo ni vitabu vinavyoelezea agano la kale. Lakini vitabu hivi vya nyuma vya mbele vinaelezea agano jipya ambalo Yesu ndiye mjumbe wa hilo agano. Unaona? Anasema katika kitabu cha Waebrania sura yake ni ya 8 mstari wa 6. Anasema lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamliwa juu ya ahadi zilizo bora. Huyu ameahidiwa hapa, anaelezwa katika hichi kitabu. Kwa hivyo Yesu amefanywa kuwa ni mjumbe wa agano lililo bora. Ukija kuangalia agano jipya na la kale si vitabu ila ni vitabu ndio vinaelezea hilo agano. Sasa agano jipya limekuja baada ya yule aliyelitoa. Mungu ameagana, Mungu amekubaliana na wanadamu kwamba sasa upango wa wokovu ni upi, na tunapozungumzia kuagana nao, kufanya nao agano ni mpango wa wokovu. Katika sura ya 9 inaelezea kwamba mstari wa 12, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. 13, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama na ng'ombe yaliyonyunyizwa yenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Kwa hivyo anaendelea, sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo yeye amefanyika kuwa ni mjumbe wa agano lililo bora, mjumbe wa agano hili jipya. Sasa tunapokuwa tukiangalia Mungu alivyoagana nasi, ili sheria, kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Yeremia 31 ndipo Mungu anaposema kwamba atafanya agano jipya, naona, na nyumba ya Israeli na Yuda. Sasa ili agano jipya liweze kuandikwa katika mioyo yetu kama lilivyoelezwa katika sura ya 10 mstari wa 16, anasema hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, asema Bwana, nitazitia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Unaona, ambalo ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Kwa hiyo ili agano liweze kukamilika limekamilishwa kwa damu ya Kristo. Kwa hivyo Yesu kufanyika yeye ndiyo mjumbe wa agano jipya.
Kwa nini? Kwa sababu katika Agano la Kale Mungu alikuwa akipatana na wanadamu kwa kupitia hizo sadaka za mbuzi, sadaka za ng'ombe, kwa kuteketeza. Kwa nini? Kwa sababu katika sura ya 9 mstari wa 16 anasema, maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Kwa hivyo lazima pawepo mauti. Kwa hivyo kumbe agano linaambatana na mauti. Mauti iliyokuwa ikiwa katika kondoo, ili kondoo afe mwanadamu apate kusamehewa dhambi, ndilo lililokuwa agano la Mungu na wanadamu. Lakini agano jipya linapokuja ni kwamba Mungu anapatana na wanadamu kwa kupitia kafara ya mwanae katika msalaba. Kwa hivyo kwa kufa Kristo kwa damu yake ndiyo agano jipya. Sasa kwa hivyo sheria zake zitaandikwa katika mioyo ya watu. Lakini kitu kingine ambacho kinakuja kuona, ili tuone agano jipya, watu wakidhani kuwa ni kitabu. Si kitabu, si vitabu hivi vile wanasoma. Ndio maana ukiangalia haikuwa kwamba iwe agano jipya ndio jina la hivi vitabu ambavyo leo wanaita. Ukiangalia katika kitabu katika Biblia ya kwako, katika Dibaji, ukurasa wa 2 wa Dibaji, inasema katika maneno ya kwanza tu pale, anasema hivi, anasema tena jina la kitabu chenyewe lilifikiriwa kama kiitwe maagano mapya au agano jipya. Kwa hivyo kitabu hiki kingeitwa agano jipya au kikaitwa maagano mapya. Agano la Kale ambalo limebeba vitabu vyake, kwa hivyo lingeweza kuitwa maagano mapya, maagano ya kale au agano la kale. Kwa hivyo leo tungekuwa na Biblia likiwa na maagano ya kale na maagano mapya. Unaona? Kwa hivyo kile ambacho tunakifocus hapa kinacholeta nguvu ya agano jipya na agano la kale ni namna ya ukombozi wa mwanadamu, namna ya kusamehewa dhambi zake. Anasamehewa kwa kupitia kafara za wanadamu, lakini katika agano sasa jipya ambalo Yesu ni mhudumu wake, linakuwa katika kafara yake mwenyewe, maana hatuna kuhani mwingine wa namna yoyote. Ndio hapo tunaweza kuona katika sura yake ya 7 ya Waebrania. Anasema mstari wa 26, maana imetupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiye na uovu, asiyekuwa na wa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Kwa hivi kumbe huyu kuhani ambaye tumekuwa naye sisi ni kuhani ambaye alikuwa juu kuliko mbingu. Habari gani ya wale wengine? Anasema mstari wa 27, ambaye hana haja ya kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipotoa nafsi yake. Kwa hivyo tunaye mjumbe wa agano lililo bora, mjumbe wa agano jipya ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hivyo ni kazi ya kuweza kuona ni kwamba tuweze kujihakikishia ya kwamba tunapata uzima kwa kupitia agano hili, maana kwa hili agano ndipo ambapo tunaona ukombozi unapatikana. Kwa nini? Kwa sababu katika sura ya 9 mstari wa 22 anasema, na katika Torati vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo. Kwa hivyo inabidi ondoleo liwepo ndipo pawepo na msamaha.